Mbunge wa jimbo la Tarime mjini, Mheshimiwa Michael Kembaki, amepinga wazo la kampuni ya uchimbaji wa madini ya Barrick North Mara kuhitaji eneo la Kebaga wilayani Tarime kwa ajili ya shughuli za uchimbaji wa madini, hivyo kuiomba serikali kutoa eneo kwa wachimbaji wadogo wa jimbo hilo kama moja ya mkakati wa kupambana na tatizo la ajira kwa vijana. Mheshimiwa Kembaki ameyasema hayo mjini Tarime Mei 25 mwaka 2025 wakati akiwasilisha taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM kwa kipindi cha miaka 5 ya uongozi wake. Amesema kama mbunge amechukua hatua pia za kuondoa kero zilizokuwa zikiwakabili wachimbaji wadogo wa madini katika eneo hilo. Kebaga kulikuwa na shida. Wachimbaji wadogo walikuwa wanapata shida kweli kweli. Siku ya kuuza yale mawe ilikuwa wanapata mawe unafungia. Wakati mwingine wiki moja hadi wiki mbili. Nilihakikisha kwamba nasimama kidete kuwatetea wachimbaji wale. Na leo mambo yamebadilika, mambo yameenda vizuri. Na hata ile kodi ya kutosa mara mbili sasa haipo tena na wachimbaji wanaendelea kufanya kazi vizuri. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao nasema hivi. Nataka serikali isaidie wachimbaji wadogo wachimbe ili kupata kipato wao wenyewe. Hawa wawekezaji wanaitwa Barrick Gold Mine ambao wananyemelea jimbo langu kule Kebaga. Waende pole pole ili badala yake serikali iwezeshe wananchi wa Kebaga na wachimbaji wadogo waweze kuchimba madini pale Kebaga. Na huu ndio msimamo wangu, kwamba tunataka watu wa Kebaga, maana tunajua kazi kubwa ambayo wanaifanya kuhakikisha kwamba watu wengi katika mji wetu wanategemea ule mgodi. Leo hii ukichukuliwa na wale wakaja, naamini kwamba bila shaka tunaweza tukapata mambo ambayo sio mzuri na ambayo yameweza kutatuliwa kwa vijana wetu kujiajiri katika mgodi ule na mambo yanaenda vizuri. Akizungumzia sekta ya afya hasa katika kutatua tatizo la vifaa tiba kwenye hospitali na vituo vya afya katika jimbo hilo, mbunge Kembaki amesema, mimi nilipokuja hapa kama mbunge tulikuwa na changamoto kubwa. Wakati tulikuwa tunataka kupata vipimo hata vidogo, tulikuwa tunaenda Rorya na Migori. Nilienda Sweden ambapo niliwasiliana na marafiki zangu, tukaleta vifaa tiba ambavyo vilikuwa vinagharimu zaidi ya shilingi bilioni 1.2, ambapo sasa vimepunguza changamoto ya vipimo katika mji wetu wa Tarime. Lakini nyinyi ni mashahidi, mkienda katika vituo vyetu vya afya, zahanati, unakuta vifaa ambavyo nimevileta mimi Michael Kembaki. Na hii ni upendo mkubwa na kuonyesha imani kubwa ambayo mlinionyesha wakati mnanipigia kura na kutafuta kura za Chama cha Mapinduzi. Kuhusu sekta ya elimu, mbunge huyo wa jimbo la Tarime mjini ametaja miradi mbalimbali ambayo ametekeleza kwa fedha zake binafsi. Naweza kupaua kwa kutumia shilingi milioni 17 shule ya Legorio ambayo kule Kuibanga, lakini vile vile kununua eneo kule Gimenya zaidi ya shilingi milioni 10. Lakini vile vile niliweza kununua eneo kule Sabasaba shilingi milioni 20. Lakini vile vile ndugu zangu, nimeweza kushirikiana kujenga choo katika shule ya msingi Tarime, Nyamisangura, Tagota na maeneo mengine. Nimeweza kununua photocopy na printers katika shule mbalimbali katika mji wetu wa Tarime, ikiwemo Sabasaba, Buhemba, shule ya mazoezi, Tagota na sehemu zingine. Naye mwenyekiti wa CCM wilaya ya Tarime Bwana Daudi Marwa Ngicho amempongeza mbunge Kembaki kwa kujitoa kwa kiasi kikubwa katika kuwahudumia wananchi wake. Mkutano huu mkiona umependeza hivyo ujue ni gharama. Kupendeza ni gharama. Kupendeza ni gharama. Mkiona mmependeza hivi, na nimemuuliza mbunge hapa, hii ni kazi yake peke yake. Sema Kembaki amefanya vizuri, nani anapinga? Mama Samia amefanya vizuri, nani anapinga?
Wajumbe niwaambie, ili haya yaendelee kuonekana, ili wajumbe waendelee kupanda thamani, ili hata mabalozi waendelee kuonekana, suluhisho ni Michael Mwita Kembaki. GMTV Tarime.